Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni Februari mosi mwaka 2026, siku ya Jumapili. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwigulu, serikali haina uhaba wa fedha, aonya wanaozua taharuki BOT kuuza ziada ya dhahabu, asisitiza serikali ina uwezo wa kutumia rasilimali kwa maendeleo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Ufaulu kidato cha 4 ongezeka, sayansi, hisabati safi, biolojia, kilimo yashuka. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Kampuni ya Qatar yabwaga ajira 1150 kwa Tanzania. Habari katika ukurasa wa 4. Mazungumzo ya maridhiano Zanzibar yanaridhisha Osman. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Elimu rasmi kuunganishwa na soko la ajira. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Utitiri wa ving'ora barabarani wadhibitiwa. Habari katika ukurasa wa 3. Mawaziri 7 waweka msimamo utendaji serikalini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. LATRA yatoa siku 14 mabasi kutumia tiketi mtandao halali. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni sura mseto, matokeo kidato cha 4, wasichana uongoza kwa idadi ya waliofaulu, huku wavulana wakionyesha ubora zaidi wa ufaulu kwa madaraja ya juu. Lugha ya matusi kwenye karatasi za majibu bado changamoto. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. 2.61 kiwango cha ufaulu kilichoongezeka kwa mwaka 2025. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Wabunge walivyorudi kivingine. Habari katika ukurasa wa 3. Nukuu za viongozi mbalimbali katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili, akiwemo mbunge wa Gairo Ahmed Shabibi akisema, naomba waziri mkuu muangalia haya yanayoendelea. Wananchi wa sasa si wajinga, wanaelewa kila kinachoendelea. Wanaona kabisa majumba ya kifahari ya baadhi ya watu walioko serikalini. Nukuu ya mbunge wa Mwibala Kange Rugola akisema, tuboreshe eneo moja ambalo tusipolishughulikia litakwaza mipango ya serikali. Machawa ndani yake ndimo wanamojificha mafisadi na wabadhirifu. Bila kukiteketeza na kukiondoa kichaka hiki, mipango ya serikali haitafanikiwa. Nukuu ya mbunge wa Chemba Kuti Majala akisema, ni waombe wa Tanzania wenzangu, tulinde lulu hii tulionayo. Sio jambo la kuchezea kama kiberiti. Wapo walioathirika bila kuhusika na vurugu hizo, lakini watu wasio na hatia waliangamizwa kwa tamaa zetu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Jarida la Familia, fumbo wanawake kuvutiwa na vitambi aina hii. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Bunge lilivyohitimisha mjadala, waziri mkuu akitoa maagizo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Serikali Tanzania yajitosheleza hifadhi ya chakula. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele Jumapili ya leo. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha
na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii ninalo mikononi mwangu. Lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni matokeo kidato cha 4 udanganyifu matusi bado ni mfupa mgumu. NECTA yafanya utafiti kukabili wanaoandika matusi. Ufaulu watahiniwa wa kujitegemea wazidi kupa. Wasichana waongoza sayansi. Teknolojia yasumbua wengi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Madereva 1000 waitwa kulamba ajira nchini Qatar. Habari katika ukurasa wa pili. Waviu wapya wabainika vimelea sugu kwenye dawa. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili, nukuu ikisema hali hii inaashiria kuwa wagonjwa wengi hugunduliwa na miezi au hata miaka baada ya kuambukizwa. Utambuzi wa kuchelewa huwanyima wagonjwa fursa ya kuanza matibabu mapema. Wakati wa mapema hudumisha afya njema na kupunguza hatari ya kusambaza maambukizi kwa wengine. Hii ni nukuu ya watafiti. Vigogo wakimiminika kuhojiwa tume. Mpina weka ngumu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Mwigulu akemea wanaozua taharuki BOT kuuza dhahabu. Habari katika ukurasa wa 3. Spika Makinda, vijana maisha sio starehe bali ni uwajibikaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Mzalendo ninalo mikononi mwangu Jumapili ya leo, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ufaulu kidato cha 4 wapanda wafikia 94.98. NECTA kufanya utafiti dhidi ya wanafunzi wanaoandika matusi kupata ufumbuzi. Habari katika ukurasa wa pili, ndugu ikisema kati ya wahitimu 524,620 waliofaulu wasichana ni 278,108 sawa na 94.26% ya wasichana wote kwenye matokeo, na wavulana ni 248,512 sawa na 95.79% ya wavulana wote kwenye matokeo. Hilo nukuu ya Profesa Said Mohamed. Dr. Mwigulu, msiumbishwe na wasiolitakia taifa mema. Habari katika ukurasa wa 3. Ajira 1150 za madereva nchini Qatar zaiva. Usaili kuanza Februari 6 hadi 8 chuo cha taifa cha usafirishaji NIT. Habari katika ukurasa wa 3. Ukipita mwendo kasi kudharau king'ora imekula kwako. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Habari picha inamuonyesha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akikabidhi mfano wa hundi ya shilingi milioni 3 kwa mshindi wa 5 wa pili kushoto wa mashindano ya kimataifa ya Qur'an tukufu yaliyoandaliwa na ushirikiano wa taasisi ya Al-Tijara Al-Arab ya Oman. Undani wa taarifa hizi ni katika kurasa za ndani za gazeti Mzalendo. Nalo gazeti wa Machinga lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika matokeo kidato cha 4 ufaulu wa panda. Katibu mtendaji NECTA asema watahiniwa 567,883 walifanya mtihani huo, ikiwa ni ongezeko la 7.67% ikilinganishwa na mwaka 2024. Asema kati yao wasichana ni 53% huku wavulana wakiwa ni 47%. Matokeo ya watahiniwa 435 wa mtihani wa kidato cha 4 wa mwaka 2025 yazuiwa. Habari katika ukurasa wa 3. REA ya mkaba mkandarasi CCC International Rovuma kuongeza kasi ujenzi wa miradi. Habari katika ukurasa wa 3. Msako wenye magari ya ving'ora waja. Waziri Katambi atangaza ujio wa kampeni ya kudhibiti utitiri wa ving'ora kwa watu binafsi. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwigulu Mchemba afanya amazing Tanzania tour. Hifadhi ya Taifa ya Arusha. Habari katika ukurasa wa 2. Hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake wa mbele. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi ninalo mikononi mwangu lenye limeandika Dr. Mwinyi aongoza mazishi
ya Joseph Meza. Dr. Mwinyi asisitiza waumini kufuata mafundisho ya Qur'an, habari katika ukurasa wa pili. Dr. Mkuya awapa nasaha wastaafu watarajiwa, habari katika ukurasa wa pili. NECTA yatangaza matokeo kidato cha 4, ufaulu waongezeka 94.98%, habari katika ukurasa wa pili. Marekani yakataa msamaha wa Jenerali Muhoozi wa Uganda, habari katika ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika nyie hakuna namna, habari picha ikionyesha wachezaji mbalimbali wa Simba, Azam pamoja na Singida Black Stars. CAF Champions League hii leo ni Simba dhidi ya Esperance, uwanja wa Benjamin Mkapa leo Jumapili saa 10 kamili jioni. Kundi D CAF, Simba ikiwa na buruza mkia katika kundi hilo ikiwa na alama 0 mara baada ya kucheza michezo mitatu, leo wakitupa karata yao ya 4. Leo shirikisho ni saa 10 jioni, AS Oto dhidi ya Singida Black Stars. Wakati saa 10 hiyo jioni leo ni kombe la shirikisho uwanjani wa Amani kule Zanzibar, Azam dhidi ya Nairobi United. Game ya hesabu, shughuli inaanza Morocco, inaishia Dar. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili ni Yanga dhidi ya Al Ahly, matokeo ikiwa ni 1-1, mchezo uliopigwa hapo jana. Msimamo wa kundi la Yanga Sports Club kombe la shirikisho barani Afrika, kundi ba ni Al Ahly anaongoza akiwa na alama 8, Yanga katika nafasi ya pili na alama 5, AS FAR Rabat ana alama 2, JS Kabylie naye akiwa na alama 2. Mchezo ujao ni Februari 7, AS FAR Rabat dhidi ya Yanga Prince Moray Bambucha. Haya ndo mateso ya kukatwa mguu, habari katika ukurasa wa 14 na ukurasa wa 15. Ile siku ya Grammy ni leo, habari katika ukurasa wa 7. Usajili dirisha dogo, nani kaingia nani katoka, habari ni katika ukurasa wa 12. Gazeti hili limeandika EPL leo Jumapili ni Manchester United dhidi ya Fulham, mchezo unapigwa saa 11 jioni uwanja wa Old Trafford, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa nyuma lenyewe limeandika Yanga yajipa pressure kufuzu robo finali, Simba Azam Singida kibaruani, habari katika kurasa za ndani. Trilioni 1.26 zaimarisha miundombinu ya michezo, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Buba afunga usajili Yanga, Tiki Siara awahimiza wadau kuinua muziki Njombe, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.